Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizi ya Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Mwigulu aagiza TAKUKURU Manyara kuchunguza fedha za ujenzi wa ofisi ya DC. Katika biashara, kampuni ya GF yawezesha Femata kushiriki maonyesho ya madini Canada. Na katika habari za kimataifa, Papa Leo wa 14 kuanza ziara ya siku 10 barani Afrika akianzia nchini Algeria. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Bahati Yaule kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha taarifa ya kila mmoja aliyehusika kuchukua fedha za mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto. Taarifa zaidi tuungane naye na Gulaki Msola. Dr. Mwigulu amesema kuwa pamoja na kurejeshwa kwa fedha hizo, ni lazima hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa dhidi ya watumishi wote waliohusika na mpango huo ili kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za umma. Amesema hayo Februari 26 baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kiteto, ofisi itakayogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.85 hadi kukamilika kwake. Ujenzi wake kwa sasa ukiwa umefikia 85%. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa alishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Katika hatua nyingine, Daktari Mwigulu amesema kuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana dhamira ya dhati ya kutatua changamoto za Watanzania, akisisitiza kuwa lengo lake ni kuona maendeleo endelevu yanapatikana kote nchini. Asante sana Gulaki Msola kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Buza wilaya Temeke jijini Dar es Salaam wamefanya maandamano ya amani kutoka Buza kanisani hadi ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM kata hiyo kufikisha malalamiko yao kwa chama tawala na kuiomba serikali kurejesha usafiri wa magari ya daladala kutoka kituo kipya cha kwa Mama Kibonge hadi Buza kanisani, kwani kitendo cha magari ya daladala kutokufika Buza kanisani kimekuwa changamoto kubwa inayoongeza gharama za maisha. Tujiunge na Amrisho Mapeo kwa undani wa taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari baada ya kufika kwenye ofisi ya CCM kata ya Buza, baadhi ya wananchi wamesema kitendo cha daladala kuishia kituo kipya cha Buza kwa Mama Kibonge badala ya kufika Buza kanisani kimesababisha adha kubwa ya usafiri na kuongeza gharama za maisha. Tunaathirika sana, tunateseka sana kwa sababu tulikuwa siku za nyuma tulikuwa magari yanaishia Buza kanisani yanageuza. Watoto wetu wanaenda shule vizuri tu. Sasa kwa mfano kama mimi nina wanachuo wawili. Kila siku nilikuwa nalipa 6,000, sasa hivi nalipa 10,000. Gharama za maisha zimepanda sana. Kwa hiyo yani unakuta hata wagonjwa wanaishia kwa Mama Kibonge. Alafu mtu uchukue bajaji. Na maana Tandika tulikuwa tunaenda kwa shilingi 500. Sasa hivi tunaenda kwa shilingi 1,000. Ambapo safari tulikuwa tunatembea kwa shilingi 1,000 tunaitembea kwa 2,000. Bado hapo mtu ujanywa, watoto hawajaenda shule. Wanapokwenda shule, yani gharama zimeongezeka kwa sisi wenye wanafunzi wa vyuo. Ndo kabisa shilingi 6,000 haitoshi, nalipa shilingi 10,000. Hii gari zimeandikwa TRB yake wapi? Buza, Tandika, kanisani. Sawa. Gerezani, Buza, kanisani. TRB imeandikwa hivyo. Siku za nyuma gari kigeuzia kwa Rulenge
inakamatwa. Kwa nini umekatisha ruti? Wanatozwa hela nyingi. Leo hii ni nini ambacho kiko katikati hapa? Kama ndugu Chalamila, nikueleze hali halisi, na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, nikueleze kuna watu wako nyuma wanakuharibia nchi, wanapiga hela. Ile stendi inasemekana sasa stendi ya serikali, ile stendi ni ya kanisa, eneo la kanisa, lakini kuna mjanja mmoja ameamua kufanya nini? Ameamua kufanya ile stendi. Unaona, maandamano hayo yanamlazimu mwenyekiti wa CCM kata ya Buza Frank Mgumba kuzungumza na wananchi na kuwaagiza kuwa watulivu, kwa kuwa ofisi yake tayari ina taarifa ya jambo hilo na imeshamtafuta diwani wa kata hiyo, huku wajumbe wa mashina namba 8 na namba 10 pia wakizungumzia kuhusu adha hiyo. Malalamiko haya walioyaleta, mimi kama mwenyekiti wa kata nimeyapata tokea siku ya tarehe 21 kwamba gari zinaishia stendi mpya badala ya kufika Buza kanisani, ambako ndo ruti imeandikwa kwamba gari zifike Buza kanisani, na ndiko kwenye huduma, ndiko kwenye wananchi wengi. Labda ambacho naweza kuwaeleza wananchi, baada ya kupata taarifa hiyo, nilichukua hatua kama mwenyekiti wa chama. Kwa taratibu zetu za chama, niliitisha kamati ya siasa ili kuweza kumpata mheshimiwa diwani ili aweze kutupa taarifa juu ya ukatishwaji wa ruti hizo, kwa sababu siku ya tarehe 21 ambayo tulifanya kikao hicho, asubuhi niliamka baada ya kupata taarifa tarehe 20, asubuhi niliamka kwenda kuangalia hali halisi ya taarifa ambayo nimeipata. Kiukweli ni taarifa ambayo ilikuwa sahihi, na wananchi wa kata ya Buza wanapata shida kweli kweli, hasa wanafunzi wetu wa shule za misingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Rais, huku wananchi watumishi wako wa chini wanakuharibia nchi yetu, au wanajaribu nchi yetu, kwa sababu leo hii swala hili la stendi ya Buza ipo miaka mingi kabisa. Gari zinatoka mjini zinaingia kwenye hiyo stendi ya kwa Mama Kibonge, zinalipa ushuru wa serikali, zinakuja kugeuza Buza kanisani. Na hilo swala, hiyo stendi walifunga tokea mwaka wa jana. Mkuu wa wilaya Temeke akaja akaruhusu kwa gari zote ziingie kule stendi zikalipe ushuru, baada ya hapo ziende Buza kanisani, zikageuze Buza kanisani kwa ajili ya kupata huduma wa wananchi. Kwa hiyo sisi kama umoja wa mabalozi wa mashina tutashindwa kushiriki uchaguzi ujao, tutasusia, kwa sababu wananchi wetu wanapata tabu, shida ya usafiri. Tuna watoto wadogo wanasoma, kuna wazee wanapata shida kutoka Buza kanisani kuitafuta stendi, ni safari. Kwa mfano unakutana na mtoto kama huyu, kwenda kufika kwa Mama Kibonge ni safari. Tumechoka. Tunamhitaji mkuu wa mkoa, kwa sababu viongozi wetu waliopo wameshindwa kututatulia kero hii. Sasa sisi hatuna pa kusemea, tunawaagiza waandishi wa habari watupelekee taarifa hizi. Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Amani uliopo kata ya Buza, Omari Katoto, amethibitisha kutokea kwa changamoto hiyo na kusema kuwa wananchi wamekuwa na kilio cha usafiri baada ya daladala kuanza kuishia Buza kwa Mama Kibonge badala ya Buza kanisani, na ameziomba mamlaka zinazohusika kurejesha huduma hiyo kwa wananchi, akisisitiza kuwa hatua hiyo inapaswa kusaidia kupunguza gharama za maisha kwa wananchi kama ilivyokusudiwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jiografia ya kata yetu ya Buza, ukienda kwenye sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Buza kuna wakazi wapatao 71,190. Sasa kuanzia kwa Mama Kibonge kujia huku takribani watu 50,000 wako ngambo hii ambayo huduma imekatishwa. Kwa sisi tuziombe mamlaka zinazohusika ziturudishie huduma ile, kwa sababu tunaamini Mheshimiwa Rais yupo kwa ajili ya kuondoa gharama au kupunguza gharama za maisha kwa wananchi na wala sio kuongeza. Tuwaombe mamlaka zinazohusika, ikiwa halmashauri ya manispaa ya Temeke, akiwa mkurugenzi, kama tunahitaji stendi yetu ile iweze kufanya kazi, hatukatai, basi gari ziingie na ziweze kutoka, zilete abiria eneo la Buza kanisani. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo.
Serikali imesitisha rasmi mkataba wa ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 15.2 katika manispaa ya Kahama mkoani Kahama zilizokuwa zikijengwa kwa kiwango cha lami, kwani gharama ya shilingi bilioni 20 kupitia mradi wa TACTIC kufuatia mkandarasi kushindwa kukamilisha mradi huo kwa wakati. Mwavita Mkono na taarifa zaidi kutoka wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Uamuzi huo unakuja baada ya kampuni ya Kichina ya Sichuan Road and Bridge Company Limited kushindwa kutekeleza mradi huo ndani ya miaka miwili tangu kusaini mkataba huo, huku ikifanyikiwa kujenga kilomita 1 pekee katika kipindi chote hicho. Hatua hiyo imewekwa bayana baada ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Kahama katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya pili, baada ya madiwani na wananchi kuelezea malalamiko kuhusu hali ya barabara hizo kuchimbwa na kuachwa bila kukamilishwa, jambo linalosababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi na watumiaji wa miundombinu hiyo. Diwani wa kata ya Kahama Henrietta Makanga ameelezea hatua hiyo kuwa ni wakati muafaka, akisisitiza kuwa ucheleweshaji wa mradi huo umekuwa kero kubwa kwa wananchi. Hali ya barabara zetu mtaani ni hali mbaya sana. Sasa basi nitamani majibu ya serikali tuweze kujua ni nini ambacho kimefikiwa mpaka leo. Je, mkandarasi yuko barabarani, mkandarasi yuko site, au ni nini ambacho kinaendelea? Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Kahama Masudi Kibetu amesema kusitishwa kwa mkataba huo kunalenga kulinda maslahi ya umma na kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa viwango na kwa wakati uliopangwa. Kampuni tuliingia nao mkataba mwaka 2023 mwezi wa 11, lakini ni takribani miaka miwili, na mwisho wa mkataba wake ukiwa mkataba wa kawaida na pamoja na adhabu ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa kwanza 2026. Kwa hiyo takribani miaka miwili hadi tunafika tarehe 15 mwezi wa pili ametekeleza kilomita 1.7. Baada ya taratibu kamili kukamilika, halmashauri ya manispaa kama mnamo tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 tumevunja rasmi mkataba na kampuni hiyo. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kahama wameelezea kilio chao kuhusu athari ya barabara hizo, wakidai zimekuwa chanzo cha vumbi na matope hasa wakati wa mvua, wakipongeza serikali kwa kuchukua hatua hiyo. Kwa kusema ukweli, hali halisi ya barabara kuu za manispaa ya Kahama na barabara za vichochoroni kwa kweli ni mbovu sana. Lakini kwa muda miaka hii miwili inasikitisha kuona kwamba mkandarasi aliyekuwepo alifanikiwa kuweka kilomita 1.7 tu. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna kilichofanyika. Barabara ni kweli zilikuwa mbovu, lakini bora zilikuwa zina unafuu kidogo. Lakini alipopatikana sasa huyu mkandarasi tukapata matumaini kwamba sasa miundombinu yetu inaenda kuboreka. Lakini toka amekuja kwa kweli imekuwa ni tatizo zaidi, kwa sababu kuna mahali amekwangua, ameacha hivyo, mashimo yameongezeka, maji yanajaa, na wakati mvua zilianza kunyesha vumbi, kwa hiyo wananchi wanaishi kwa shida sana. Naye mwenyekiti wa baraza la wazee manispaa ya Kahama Raulet Nkwabi ameitaka serikali kuendelea kusimamia kwa karibu wakandarasi wanaopewa zabuni za miradi ya maendeleo ili kuepusha ucheleweshaji unaoweza kurudisha nyuma jitihada za maendeleo katika wilaya hiyo. Kwa kweli tumefurahi sana sisi wananchi wa Kahama kwa mkandarasi huyu kuondolewa, kwa sababu kazi zake zilikuwa za kusuasua sana. Ametengeza kilomita 1 tu muda wote wa mkataba. Ameleta adha kubwa, wananchi wamekuwa na shida. Sisi tulishukuru serikali kwa maamuzi hayo, ni maamuzi sahihi sana. Tuombe mkandarasi atakayekuja awe na uwezo, asiwe tena wa kusuasua. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasili Songea mkoani Ruvuma leo tarehe 26 Februari 2026 kwa ajili ya kuwa mgeni rasmi katika kilele cha tamasha la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita vya Majimaji itakalofanyika kesho tarehe 27 katika viwanja vya makumbusho ya Majimaji Songea. Katika uwanja wa ndege wa Songea, makamu wa rais umepokelewa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Hamed Abbasi, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Chande,
mwenyekiti wa CCM mkoa wa Ruvuma Odo Mwisho, viongozi mbalimbali wa serikali, taasisi ya dini, vyama vya siasa, wananchi mbalimbali wa Ruvuma pamoja na machifu wa kabila la Wangoni kutoka Afrika Kusini, Malawi na Tanzania. Tamasha la kumbukizi ya mashujaa wa vita ya Majimaji hufanyika mwezi Februari kila mwaka likiwa na lengo la kuwakumbuka mashujaa wa Tanzania waliopigana vita vya Majimaji. Tamasha hilo la kihistoria linatarajiwa kuwa na shughuli mbalimbali za kitamaduni, maonyesho ya historia pamoja na burudani zinazoakisi urithi na utamaduni wa wananchi wa kusini mwa Tanzania. Tanzania imetajwa kupoteza zaidi ya shilingi bilioni 590 mwaka 2025 kufuatia kufungwa kwa mtandao wa X zamani Twitter pamoja na kuzimwa kwa mtandao kipindi cha uchaguzi mkuu, huku wadau wakitaka kutungwa kwa sheria maalum itakayosaidia kudhibiti uzimwaji wa mtandao. Goodluck Msolla ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa ripoti ya hali ya mtandao na matumizi ya kidijitali kwa mwaka 2025. Ripoti ambayo imeandaliwa na kikundi kazi cha utumiaji wa mtandao hapa Tanzania. Akizungumzia ripoti hiyo, mtaalamu wa sera na masuala ya uraia kutoka taasisi ya TMC Robert Majige amesema ripoti hiyo imegawanyika katika maeneo matatu. Moja ni maeneo ambayo Tanzania imepiga hatua, pili ni maeneo ambayo haijafanya vyema, na tatu ni maeneo ambayo ni mapendekezo. Katika uzimwaji wa mtandao, kuhakikisha kwamba mtandao haizimwi tu pasipokuwa walau na kufuata yale matakwa, taratibu kama za kimahakama, kuweze kuwa na maamuzi ya kimahakama yanayotaka kuzimwa kwa mitandao. Lakini pia wadau waweze kuendelea kushiriki na kutoa support kuhakikisha kwamba masuala ya kwenda kwenye uchumi wa kidijitali inakuwa yanazingatiwa kwa ukubwa wake. Hii ikiwa ni pamoja na kuzidi kutoa mafunzo kwa watu juu ya matumizi salama ya mitandao, kuzidi kutoa mafunzo kwa watu juu ya fursa za kidijitali zilizopo, lakini pia kuweza kuwafanya watu waweze kushiriki kikamilifu katika masuala ya uchumi wa kidijitali. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya TMC Asha Abinala amesema ripoti hiyo imerekodi jumla ya matukio 173 yakiwemo yale ambayo Tanzania imefanya vyema, huku pia akiainisha mapungufu yaliyojitokeza kwa mwaka 2025. Tuna rekodi matukio mbalimbali, yani tunaziita digital rights incident, matukio ambayo yanaashiria, yanaendana ama yanarandana na masuala ya kidijitali kwa namna moja ama nyingine. Kwa mwaka 2024 tulikuwa na matukio 49, na kwa mwaka jana ambao ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi tulikuwa na matukio 173. Ripoti hii inalenga kuonyesha ni sehemu gani pana mapungufu, ni sehemu gani pa kuongeza, lakini hata hivyo pia ripoti imeonyesha sehemu ambayo Tanzania tunafanya vizuri na matukio ambayo yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo hata matukio yamegawanywa katika maeneo matatu, yamegawanywa katika maeneo ambayo yanaonyesha matukio ambayo yanarudisha nyuma jitihada, kuna matukio ambayo yanaongeza juhudi, yanaonyesha juhudi za jitihada, lakini kuna yale matukio ambayo yapo tu neutral, yanakuwa sio yanaongeza ama sio yanapunguza. Nao baadhi ya washiriki katika hafla hiyo, akiwemo mkurugenzi wa chama cha wanahabari wanawake nchini Tanzania TAMWA Rose Ruben, wamesema miongoni mwa maeneo yaliyowagusa watu wengi kupitia ripoti hiyo ni eneo lilogusia athari za kiuchumi zinazotokana na kuzimwa kwa mtandao. Katika ripoti hii mimi kitu kilichokuwa kimenigusa na ikawa ni sehemu ya swala langu ni pale ambapo kufungwa kwa mitandao kunavyoathiri uchumi si tu wa wananchi, hata kwa taifa kwa ujumla wake, na zimetolewa data kwamba uchumi uliathirika. Na tunapoona kwamba kuna Watanzania wengi, vijana, wanawake, lakini hata wanaume wa Tanzania ambao wanafanya kazi katika mitandao, wanafanya kazi kwa mfano ya kusafirisha pesa, lakini haziwezi zikaenda kutokana labda na mtandao kuzimwa, ama kufanya biashara ikashindikana kushindikana kwa sababu ya mtandao kuzimwa. Kwa hiyo hili lilinigusa. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Katika kuimarisha mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira, shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira na wanyamapori WWF linatazamia kutumia shilingi bilioni 150 kuanzia mwezi ujao hadi 2030 kwa ajili ya kuhifadhi rasilimali za Tanzania na kulinda viumbe hai. Taarifa ya Recho Chacha inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati huo, mkurugenzi wa WWF Dr. Amani Ngusaru amesema fedha ambazo kila mwaka itatolewa bilioni 25
5.25 zitaelekezwa katika miradi ya kimkakati itakayosaidia kuimarisha mifumo ya ekolojia, kuongeza uhimilivu wa jamii dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kulinda bioanuwai ya taifa. Amesema mwaka 2030 ni hatua muhimu katika ajenda mazingira duniani, akisisitiza kuwa kushindwa kufikia malengo yaliyowekwa kunaweza kuongeza kasi uharibifu wa mazingira na kuathiri ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Kwa miaka hiyo mitano ijayo, na WWF tunategemea kutumia kiasi cha bilioni 150 za Kitanzania, kama bilioni 25 kila mwaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba azma hiyo inatimizwa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kuzitafuta hizo pesa. Tuko na wadau hapa, tunajenga, tunazungumza kwamba tutawezaje kufanya kazi kwa pamoja na kuisaidia mzigo serikali ili tuweze kufikia malengo ya Mheshimiwa Rais na kila mtu ambaye tunategemea tufike huko. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Waandishi wa Habari za Mazingira Tanzania JET, John Chikomo, amesema mkakati huo utaongeza nguvu katika juhudi za uhifadhi kwa kuzingatia uwajibikaji, ushirikiano wa wadau na matumizi sahihi ya rasilimali, kuhakikisha kwamba swala la uhifadhi katika ardhi ya Tanzania linaendelezwa kwa nguvu kubwa, lakini kwa ufanisi bila kuathiri maisha ya wanadamu ambao wako katika maeneo hayo, au maisha ya wanyama na mimea na viumbe vingine ambavyo vinapatikana katika maeneo ambayo mpango mkakati unakwenda kufanyia kazi. Ni mpango mkakati mzuri kwa sababu tunajua shirika la WWF limekuwa ni moja ya NGO za kimataifa ambazo ziko nchini Tanzania, zimejikita kwa muda mrefu toka Tanzania inapata uhuru kwenye swala zima la uhifadhi wa mazingira na viumbe, mimea na wanyama. Uzinduzi huo unaashiria kuanza kwa utekelezaji wa mpango mkakati wa 3 wa WWF nchini, ukiwa ni mwendelezo wa dhamira ya shirika hilo katika kulinda mazingira na rasilimali asilia za Tanzania kwa manufaa ya taifa na dunia kwa ujumla. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shule 13 zilizopo katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara zinatarajiwa kunufaika na maboresho ya miundombinu baada ya kupokea msaada wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 70. Adam Kaduto na ripoti zaidi kutoka Mara. Msaada huu unatolewa na mbunge wa jimbo la Butiama Dr. Wilson Mahera, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuchochea maendeleo ya elimu na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Walimu inaenda kuwarahisishia swala zima la ufundishaji. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huu, Dr. Mahera anasema fedha na vifaa vilivyotolewa vinalenga kusaidia shule zilizokuwa zikikabiliwa na changamoto ya majengo ambayo hayajakamilika na yale yaliyoharibika, hali iliyokuwa ikiathiri ufundishaji na ujifunzaji. Wameitikia wito wa serikali kujenga shule za sekondari kwenye kila kijiji. Kwa hiyo nikatembelea baadhi ya shule, nikakuta wananchi wamejenga madarasa. Kwa hiyo wana uhitaji wa simenti, uhitaji wa mbao na uhitaji wa nondo pamoja na uhitaji wa mabati. Kwa hiyo tulipopokea mfuko wa jimbo kwa Butiama tunapokea milioni 73 kwa mwaka mzima. Tumezigawa hizo fedha kama milioni 69 ambazo tumezipeleka katika shule za msingi na shule za sekondari. Mbali na fedha taslimu, msaada huu umehusisha vifaa vya ujenzi vikiwemo mabati, saruji, misumari na mbao, huku shule za sekondari zikikabidhiwa pia vitabu vya masomo ya sayansi kwa lengo la kuongeza uelewa na ufaulu wa wanafunzi. Makongoro Group kwenye WhatsApp mwezi wa 12 walinikabidhi vitabu 388. Vitabu hivi ni kwa ajili ya masomo ya sayansi. Kwa nguvu ambazo mheshimiwa mbunge amezifanya, nadhani hii ni suluhisho kwa baadhi ya kata zilizopata simenti, zilizopata mabati. Nadhani sasa ile hali ya kukaa kwenye mavumbi tena wanafunzi wataenda kutokuwa nayo tena. Kwa upande wao, walimu, viongozi wa serikali wanaeleza kuridhishwa na msaada uliotolewa na mbunge, wakisema utaongeza ari ya wanafunzi na walimu pamoja na kupunguza mzigo wa uhaba wa madarasa na vifaa vya kujifunzia. Hata watoto walikuwa wakiingia shuleni wanakuwa ni wachafu kulingana na mazingira ya madarasa waliokuwa wanakaa. Kwa hiyo kwa msaada huu, kwa sababu tunaenda kuweka simenti na kupiga lipu madarasa yote. Kipekee kwanza nimshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa zoezi la leo la kuhakikisha amesimamia vizuri kwa shule zetu zipate maendeleo. Vitabu walimu inaenda kuwarahisishia
swala zima la ufundishaji, lakini pia wanafunzi kujifunza, kwa sababu walimu watapata cha kufundisha, lakini wanafunzi pia watapata rejea mbalimbali. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Saili Mwansasu amekabidhiwa gari jipya la zimamoto yenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupambana na majanga ya moto yenye athari za kimazingira, afya, mali na uhai wa wananchi wa Tanzania. Zaidi tujiunge na Godfrey Mlele kutoka Njombe. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya mtambo huo, mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe amewataarifu wananchi wote wa wilaya ya Wanging'ombe kuwa iwapo kutatokea majanga ya moto, basi watoe taarifa kwa kupiga simu namba 114 ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe na wilaya ya Wanging'ombe ili kunusuru uharibifu wa mali, mazingira na majanga yote yanayoweza kusababishwa na moto. Tambua kwamba uchumi wa wilaya yetu unaendelea kukua siku hadi siku. Wananchi wamekuwa wakiwekeza katika ujenzi wa nyumba, lakini wakiwekeza katika misitu, wakifanya shughuli zao za kujipatia kipato. Lakini ni kweli kwamba kama wilaya ya Wanging'ombe tumekuwa na baadhi ya changamoto, na changamoto moja ni misitu ya wananchi kuchomwa. Kwa taarifa ambayo ya mwaka huu ambayo tunayo, zaidi ya misitu yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni kama 300 hii imechomwa. Wananchi ambao walipandwa hiyo misitu wamepata hasara. Isipokuwa ninachoomba sana, Jeshi la Zimamoto kwa kushirikiana na taasisi ambazo tuko nazo hapa, tuendelee kutoa elimu, tuwekeze kipaumbele katika kutoa elimu, kuwaelimisha wananchi ili tupambane katika kuzuia kuanzisha mioto katika wilaya yetu. Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka Jeshi la Zimamoto wilayani Wanging'ombe kuhakikisha wanalitunza gari hilo ili liwe msaada kwa wananchi wa wilaya hiyo. Ninawaomba sana litunzwe kwa sababu moja, limegharimu fedha nyingi, lakini thamani yake inaonyesha ni namna gani ambavyo Mheshimiwa Rais anatujali sisi wananchi wa Wanging'ombe. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe, mrakibu msaidizi Joel Mwakanyasa, wakati akikabidhi gari hilo kwa mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe, amesema kuwa gari hilo limeletwa kwa lengo la kutatua changamoto ya ajali za moto na lina uwezo wa kurusha maji hadi ghorofa ya 10 iwapo jengo ni refu. Wananchi wa Wanging'ombe, kabla ya kupata gari, wananchi wa Wanging'ombe walikabiliana na changamoto kubwa kabla ya kupatikana kwa gari hili: kukosa msaada wa haraka pindi moto unapotokea, kusababisha hasara kubwa ya mali na wakati mwingine maisha, kutegemea msaada kutoka wilaya jirani, jambo lililosababisha kuchelewa kufika eneo la tukio, kukosa elimu ya kutosha kuhusu kinga tahadhari ya moto kutokana na ukosefu wa vifaa vya kufundishia. Taarifa zilizopo ndani ya wilaya hiyo zinaeleza kwamba zaidi ya bilioni 3.3 zimepotea kutokana na misitu kuteketea kwa moto. Hivyo serikali wilayani humo inaamini kwamba ujio wa gari hilo utaongeza ufanisi kwa Jeshi la Zimamoto na kuokoa mali za wananchi. Kutoka hapa wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Katika kuhakikisha Watanzania wanatimiza ibada ya kufunga, kampuni ya mawasiliano ya Yas imewezesha zaidi ya watu 10,000 kupata futari katika mikoa mbalimbali nchini, pamoja na kuanzisha huduma maalum ya sala na dua ili kuwasaidia waumini kukamilisha mfungo ulioanza zaidi ya wiki moja iliyopita. Bulaki Msola anao undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika eneo la Magomeni ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyowezeshwa kupata futari, mkurugenzi wa Yasi kanda ya Dar es Salaam Kaskazini, Aida Nikomba, amesema katika eneo hilo zaidi ya wananchi 1,000 wamepatiwa futari, zoezi lililofanyika pia katika kanda mbalimbali hapa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kampuni hiyo katika kuwezesha Watanzania kutimiza mfungo bila vikwazo. Aidha, Komba amesisitiza kuwa pamoja na kuwezesha upatikanaji wa futari kwa Watanzania, kampuni hiyo imeanzisha huduma maalum ya sala na dua kupitia simu za mkononi ili kumrahisishia Mtanzania kupata huduma hiyo popote alipo. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, sisi Yas tumekuja na huduma inaitwa Hekima, ambapo watu wanaweza kupata
swala mbalimbali, swala za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini za Tarawih na za Eid al-Fitr, wakituma ujumbe wa hekima kwenda kwenye namba 15582. Wanaweza kupata hizo swala muda wote ule ambao wa kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika zoezi hilo, viongozi wa kidini pamoja na waumini wa Kiislamu wameweza kushiriki, huku wakishukuru kutokana na msaada huo, wakieleza kuwa katika kipindi hiki cha kupanda kwa bei za vyakula, msaada huo unakwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa. Tunashukuru kwa sababu wanafanya kitu kizuri katika imani, wametoa kama sadaka. Suala la kumfuturisha aliyefunga, mlango wake katika vitabu vya dini ni mkubwa, ni mpana, kiasi ambacho hatuwezi tukaumaliza kuuzungumza hata Ramadhani nzima. Tukazungumza suala la kufuturisha, basi hatuwezi kulimaliza. Hii ni kuonyesha jinsi gani shirika lilivyokuwa na uungwana, jinsi gani shirika linavyoweza kujali jamii, jinsi gani shirika linavyoweza kuregesha fadhila zake na ihsani zake kwa jamii ambao ni customers wake. Wananchi wa kijiji cha Chabulongo, kata ya Bungwang'oko, wilayani Geita, wamempongeza mbunge wa jimbo la Geita mjini Chacha Wambura kwa kuwapatia tanki la maji katika shule ya msingi Chabulongo, hatua inayotarajiwa kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wanafunzi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Joel Maduka kutoka Geita ina undani zaidi. Tabasamu na shangwe kwa wananchi wa kijiji cha Chabulongo baada ya kupokea tanki la maji yenye ujazo wa lita 3000 litakalotumika kuhifadhi maji kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi Chabulongo. Wananchi wamesema kuwa kwa muda mrefu wanafunzi walikuwa wakikumbwa na changamoto ya maji shuleni hapo kutokana na kukosekana kwa tenki la kuhifadhi maji. Nashukuru kwa mheshimiwa mbunge kwa hiki alichotuletea hapa shuleni kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya maji, hasa katika sehemu za vyoo na kwenye kunywa. Ninayo furaha kubwa mno kwa siku ya leo kupokea kifaa hiki kwa ajili ya watoto wetu mahali hapa shuleni. Kweli ilikuwa ni changamoto kubwa mno juu ya shule yetu, kwa sababu shule yetu ilikuwa haina maji safi na maji taka, lakini kwa neema ya Mungu kupitia mtumishi wake mheshimiwa mbunge tumekwenda kupokea hiki chombo kwa ajili ya watoto wetu. Tuna imani ya kwamba watoto wetu watapata maji hapa hapa shuleni. Amenijali sana. Mwambieni asante, asante, asante sana. Kwa kweli amefanya vizuri. Hapa tuna changamoto nyingi sana, lakini kwa kuwa ameonyesha nia, naona atatujali vya kutosha. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, diwani wa kata ya Bungwang'oko Mapambano Komanya ameagiza uongozi wa shule na kijiji kuhakikisha wanalinda na kusimamia vyema tanki hilo ili liweze kudumu na kuwanufaisha wanafunzi kwa muda mrefu. Kwa sababu nimeona hata hapa kuna mengine yametobolewa na misumari. Yaani kama miradi mbunge ametumia gharama yake, hela yake, tuje tuwaletee hapa wanafunzi, halafu baadaye hili tenki lifungwe, halafu litobolewe na misumari tena. Hata mbunge atakuwa moyo wake utaanguka. Lakini nataka sasa, kwa sababu wewe mwenyekiti wa kijiji ndio mlinzi wa ulinzi na usalama hapa, ili tenki litakapofungwa hata saizi, kuanzia saizi liwe na ulinzi. Kwa upande wake, katibu wa mbunge wa jimbo la Geita mjini Riziki Marco amesema msaada huo umetolewa kufuatia maombi ya wananchi wa kijiji hicho waliowasilisha changamoto yao kwa mbunge. Niomba na changamoto kwenye shule ya msingi Chabulongo, changamoto yao kubwa ilikuwa ni maji. Upo mradi wa maji kijiji hiki cha Chabulongo ambao unachukua maji kupeleka Kasama. Wakatamani walau wapate tenki la lita 500 tu kwa ajili ya watoto wao wanaosoma kwenye shule ya msingi Chabulongo. Lakini mheshimiwa mbunge wa jimbo la Geita mjini leo hii ametekeleza kwa kuwaletea tenki la lita 3000, na tumeshawasiliana na watu wa mamlaka ya maji GEWASA, wamefika hapa, wameshapima na kuahidi kwamba watakuja kuunganishia maji haya ili watoto wa shule ya msingi Chabulongo waendelee kupata maji shuleni hapa. Wananchi wa kijiji cha Chabulongo wamesema ujio wa tenki hilo ni hatua muhimu
Katika kuboresha mazingira ya ujifunzaji kwa wanafunzi wa shule ya msingi Chablongo, wameahidi kushirikiana na uongozi wa shule ya kata ya Bung'wangoko kuhakikisha linatunzwa na kudumu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.